Naomba fungua sasa. Natamani pia nitambue uwepo wa kaka yetu Pasco. Huyu ni mtu wa Mungu. Tumefahamiana tangia hata hatujaoa. Sisi tuko naye sasa. Nazungumza miaka 17, 18 tuko naye. Tunajisikia vizuri leo tukiwa live. Ni neema ya kipekee. Jamani, Bwana asifiwe. Ni neema ya kipekee. Kwa hiyo ukikaa na wewe kaa vizuri, unatabasamu, naweza ukapitishwa na ukakutana na TV ya Msomi Huru au TV ya NY. Jisikie vizuri, usikae kana kwamba ndio umeshatwaliwa kwa Bwana. Kaa vizuri, kaa na tabasamu. Pa kusema amina, sema amina, amina Pa kujaa moto, ukisikia unakamata moto kuomba, omba. Sisi hatutakusubiri, hatutakushangaa kwani unaanza kuomba. Kutana na Bwana, wewe kutana naye kwa jina la Yesu. Akichelewa jirani yako, achana naye, atakutana naye kwa muda wake katika jina la Yesu ali hai. Jamani, Bwana asifiwe. Fungua pamoja nami, nataka tusome mwanzoni mwa Biblia. Tusome mwanzoni mwa Biblia kabisa. Unajua huu ni msimu wa baraka, msimu mtakatifu tunaelekea na tupo. Fungua kitabu cha Kutoka tafadhali, sura yake ya 12. Kutoka sura yake ya 12 mstari wake wa kwanza mpaka wa 12. Ni maneno sio mengi sana. Kizazi hiki tunasema mengi, lakini wazee wetu walisoma hapo nyaraka au nyaraka 5-4. Anajisikia la watu anasoma, wala haendi kuhubiri wala yupo kwenye Sunday school, anajisikia Torah. Biblia inasema neno haya: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa mianzo kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Namba 2. Namba 3, akasema, semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. 5, na mwana kondoo wenu atakuwa hana ila without a blemish, hana mawaa. Tunaenda sawa sawa. Atakuwa mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Utaendelea kule baadaye. Mimi narukia mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema, tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno, mmevaa viatu vyenu kwenye miguu yenu, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, maana ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, ghanini wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. 13 naipenda. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwepo pigo lolote likawaharibu. Nitapita juu yenu. Inaitwa Pasaka, Passover. Nitapita juu yenu. Sihubiri Pasaka leo, ninahubiri nguvu ya sadaka na msimu mpya katika maisha ya mtoto wa Bwana. Nahubiri nguvu ya sadaka katika maisha ya msimu mpya ya mtoto wa Bwana. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi naongea msimu mpya na nguvu ya sadaka, au nguvu ya sadaka na majira mapya, nguvu ya sadaka na majira mapya, nguvu ya sadaka na msimu mpya, nguvu ya sadaka na muda mpya, nguvu ya sadaka na msimu mpya, nguvu ya sadaka na majira mapya. Ukielewa hii kitu hapa, kule mbele maisha yatakuwa maisha. Naongea nguvu ya sadaka na majira mapya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nikusaidie tukae vizuri, naomba niongeze kitabu cha Mathayo sura yake 26 mstari wake wa 28.
mstari mmoja tu, Mathayo 26, 28. Nikiongeza na Yohana nitakuwa tunaweka fundisho langu likae vizuri kwa jina la Yesu. Mathayo 26 mstari wake wa 28. Maandiko yanasemaje? Mathayo 26, 28. Mathayo 26, 28. Nafurahi ukiwa unasoma na wewe Biblia yako. Mathayo 26, 28. Biblia inasema, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Mimi ningesema kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya. Hii ndio damu yangu ya agano jipya. Tafsiri nyingine za Biblia zinaweka sawa, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya. Hii ndio damu yangu ya msimu mpya. Hii ndio damu yangu ya mfumo mpya. Hii ndio damu yangu ya majira mapya. Hii ndio damu yangu. Yesu anatangaza hapa, anasema hii ndio damu yangu agano, ambapo imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hii ndio damu yangu. Na unaposoma Yohana mtakatifu sura yake ya kwanza, andiko langu la mwisho ambao ni sawa na mweleza mwana kondoo, waliomla wale agano la kale hawakuelewa vizuri sana. Yohana 1 mstari wa 29, andiko yanasema huyu ni Yohana Mbatizaji akiwa anamuona Yesu kwenye mto Yordani alipokuwa anakuja ili abatizwe. Yohana anaongea maneno haya, tazama mwana kondoo haichukuaye dhambi ya dunia, haichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anawaambia umati, anawaonesha, mwangalieni ile sadaka inayochukua dhambi, inayokuja kutangaza msemo mpya, majira mapya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe, watu wa Bwana, watoto wa Yesu. Amina, 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 amina. Kwa hiyo tunapozungumza majira mapya, Mungu alikuwa akiongea na Musa na Haruni katika jumba la utumwa, jumba la mateso. Anamwambia Musa, najua mateso yao. Unaporudi kusoma ile kitabu cha Kutoka ile sura ya 3, Mungu anapomuita Musa anamwambia, mwanangu, nimeyaona machozi yao, nimesikia kilio chao, nimesikia maumivu yao, nimeona kuugua kwao, nimeona walivyoteseka karne 4 na miongo 3, miaka 430. Nimeona mwanangu, ila nimeshuka. Nataka kutangaza majira mapya, nataka kutangaza msemo mpya, nataka kutangaza viwango vipya, lakini ninalo sharti. Akamwambia Musa, kama wamechoka maisha yao, kama wamechoka utumwa wao, kama wamechoka maumivu yao, nataka niwaambie na niwakumbushe, hamna namna watatoka. Lazima watafute sadaka, lazima watafute mwana kondoo. Nami nakutangazia leo, huenda umechoka kwenye majira uliopo, huenda umechoka kwenye viwango ulivyopo, huenda umechoka aibu kwenye maisha, huenda umechoka matukano kwenye maisha, huenda umechoka fedhea, huenda umechoka, huenda ni umaskini, huenda umechoka, huenda ni magonjwa, huenda umechoka, huenda kuonewa. Unasema, nimechoka ukawaida, nimechoka unyonge, nataka viwango vipya. Na kutangazia leo, dawa yake, chukua maisha, uso unatoa tu, anza kuishi maisha ya utoaji, anza kuishi maisha ya dhabihu, anza kuishi maisha ya mwana kondoo. Jamani, haleluya, haleluya. Tuko mwaka hapa unakaribia kuisha, tunaenda sawa sawa. Ulimwengu wa giza unaelewa hamna kitu kinapatikana bure, hata kwa Lucifer. Wao wanatoa na kafara. Wanapotaka kuingia majira mapya ya msimu mpya, wanakwenda kwenye magari yao, yanakwenda kwenye matrekta yao, yanakwenda kwenye malori yao yakiwa yamejaza, mengine ng'ombe, wengine mchere, wengine mahindi, wengine maharage, wengine fedha. Wanakwenda kwenye madhabahu zao kwa makuhani wao, wanaenda kuweka maagano yao, wanakwenda kuisha maagano yao. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Hapo asifiwe, inasema Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu aturehemu sana. Wana wa giza wanaenda kwenye madhabahu zao, alafu wana wa nuru wanaangusha ngome. Sikatai, mwenyewe ni muangusha ngome. Wana wa nuru wanakamata anga. Sikia haya maajabu.
Wakati wana wa giza wanaenda kwenye madhabahu zao kuweka majira mapya, kuutamia msimu mpya kwenye maisha yao, wana wa nuru wanakamata anga. Sina wewe tumekamata, na mimi mwenyewe nalikamata. Sasa ukikamata anga utashuka huku chini, unakalia wapi? Wewe na akili. Wana wa giza wanaenda kuatamia kwenye madhabahu zao. Wanajua msimu mpya unakuja. Wanajua, wewe unajua, hata sihitaji kupepesa maneno. Msimu wowote unaojua wewe, msimu wowote. Wewe watu wanaingia kwenye nini? Ukiona kwenye taifa, iwe kwenye biashara, iwe kwenye chuo. Sasa hivi kuna msimu tunapokea wanafunzi. Wanafunzi wanaenda kuanza mwaka. Kuna wanafunzi wanaenda kufanya mitihani kuanzia kesho ya taifa. Msimu wowote. Ukiona kuna msimu wa kilimo, uona kuna msimu wa biashara, msimu wowote. Ili uwe salama, uwe msimu ufaidi, lazima dhabihu iwe ndio lugha yako. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Natamani uelewe hii ngoma. Ukielewa hii ngoma hapa, maisha yanakuwa marahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawaambia, nimeona mateso. Mateso kuyaona nimeyaona, ila nahitaji dhabihu, nahitaji sadaka. Okay, ngoja nikupeleke kwa mtu mwingine. Nataka tu nikupeleke kwa mtu mwingine anaitwa Gideoni. Nimetoka kwa Nuhu na kupeleka, nakupa mifano ya watu waliojua majira. Haya majira ya mateso yametosha, nataka kuingia kwenye majira ya kufurahi. Anaitwa Gideoni. Sasa umuelewe vizuri, lazima uandike kitabu cha Waamuzi sura ya 6 kwa ajili ya kumbukumbu zako. Nataka niguse mistari ya 24 pale, lakini nataka niguse kwa kumbukumbu. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wake kuanzia wa 11, soma wa 11 mpaka wa 15, weka mkato. Alafu ruka wa 24, mimi nataka kusoma hapo wa 24 mpaka wa 26. Mimi nataka kusoma tu hapa na kuonesha unaporudi kusoma Gideoni, hiyo habari ya Gideoni, unaporudi kusoma kitabu cha Waamuzi hiyo sura ya 6, Mungu anamtokea Gideoni akiwa kwenye nini? Akiwa amejificha. Anamwambia shujaa, mstari wa 12, Waamuzi 6:12, anamuita wewe shujaa, Bwana yupo pamoja nawe. Gideoni anaanza kushangaa. Anamwambia, shujaa yuko wapi? Mimi ni shujaa? Mimi ni maskini katika ukoo wetu wote, mimi ndio kapuko wa mwisho. Sikiliza, anaongea Mungu, anamwambia sikiliza dogo, wewe sio maskini, wewe ni shujaa. Mstari wa 24 ndio nataka nisome. Anamwambia sikiliza, akamtokea usiku ule. Na kuonesha hapa, badilisha mfumo wa maisha yako ya utoaji. Badilisha mfumo wako wa utoaji. Kitabu kile cha Waamuzi, natamani kukimbia nisome pamoja na wewe. Kitabu cha Waamuzi, Joshua, Waamuzi haraka haraka nimefika. Joshua, Waamuzi sura yake ya 6, sura yake ya 6. Nataka nisome hapa. Anajitetea hapo, mimi ndio maskini kwenye ukoo wangu wote, tuachane naye. Mstari wa 24 maandiko yanasemaje? Ndipo Gideoni akamjegea Bwana madhabahu, hapo akalita jina lake Jehova Shalom hata hivi leo. Maana yake nini? Hata hivi leo huko katika Ofra wa BSA 25. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili, ng'ombe wa miaka 7, ukayangushe madhabahu ya bahari alionayo baba yako, ukaikata ile ya Shela iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa. Majira yote kwenye Biblia ukiona Mungu anataka atangaze majira mapya, msimu mpya kwa watu au kwa taifa au kwa familia au kwa kabila, lazima mfumo wao wa utoaji ubadilike. Saidia kusikia amina. Nasema tena amina. Sasa unapokaa na mfumo wa zamani, huyu ni Mungu anamwambia, anamtokea usiku, anamwambia chukua sadaka. Umaskini uliokuwa unaulilia sio umaskini wako, ni mfumo umechezewa kwenye ulimwengu wa roho. Wewe sio maskini Gideoni, ila umeshindwa kucheza vizuri na mimi, umeshindwa kutoa vizuri, umekuwa unalia na kupiga kelele. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio utaelewa. Ningekupa mfano mwingine, na hapo mpaka nyimbo zimeimbwa, kakaangu Mwangila ameimba. Ningekupeleka Wafalme wa kwanza sura ya 18.
Anza kuanzia mstari wa 20 mpaka 40. Hapo sasa sitasoma. Hii unajua mara kokote Mungu alipotaka kufanya majira mapya, alikotaka kuondoa uonevu kwenye nchi, alipotaka kuangusha mfumo wa kishetani, akaweka mfumo mpya, mfumo wa mabahari uanguke, ainue mfumo wa Bwana ali hai. Elia anasema iwekwe madhabahu. Alafu leteni zabibu, wekeni ng'ombe hapa. Tuache maneno, weka ng'ombe. Nyie hapo mko wengi, anzeni mkatekate. Kwa nini unafikiri wa kwanza kuomba kwanza? Kwa nini wa kwanza kuomba? Alikuwa anajua kanuni. Hapa kuna ili meza ipinduliwe, ili mambo yageuswe, ili ngoma ianze upya hapa, adabu iwepo hapa, heshima irudi hapa. Wekeni madhabahu, tafuteni dhabihu. Umechoka kuonewa? Narudia tena, umechoka kuonewa? Umechoka unyonge, umechoka udogo, umechoka taabu, umechoka umaskini, umechoka ukame wa kiroho. Maisha yoyote mapya yanahitaji dhabihu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata uamsho mtamu tunaoimba ni gharama. Narudia tena, ni gharama. Huo ni msimu wa uamsho. Hakuna uamsho ni gharama. Hakuna uamsho bila gharama. Ni gharama. Naongea kama unataka kuingia kwenye majira mapya, iwe kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la masomo, kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la kiroho, kwenye eneo la mahusiano, kwenye eneo la lolote la biashara, la kazi, sadaka. Kuna watu wako kazini na wanadumu kazini kwao, wanaheshima kazini kwao, viti vyao havitachezewa kwa sababu ya maisha yao ya sadaka na madhabahu zao. Mlokole unatamba tu hapo na shingi na sadaka yako, unatoa mpaka ukisikia raha, unatoa mpaka tukubembeleze, mpaka tukupetipeti, mpaka yani tulie sana. Jamani leo kuna harambee, jamani leo kuna ujenzi, mpaka tulie sana. Ndio unatoa. Kwenye madhabahu za giza hawabembelezwi. Wanatoa mabulungutu, wanatoa malori na malori. Wewe kuhubiri hapa, narudia tena. Kuna mwanamke mmoja alikuwa analia, alikuwa ni issue ya familia ya ndoa yake. Analia sana. Alafu Mungu akatufungulia si aliyemchezea. Yeye akija kwenye madhabahu kutafuta suluhisho. Mwanamke anadharau sana. Anakuja kwenye madhabahu. Sikatai, sadaka ni sadaka. Maana Mungu ndo anajua siri ya sadaka. Tunaenda sawa sawa. Mjana akatoa senti 2, Yesu akamsifia. Kuna waliotoa mamilioni, Yesu akuwasifia. Kwa sizungumzi udogo au uchache wa sadaka, nazungumza sadaka iliyotoka kwenye kilindi cha moyo, iliyotoka kwenye upendo wa ndani ya moyo wake, anamtolea Mungu anayemfahamu. Hiyo sadaka lazima Mungu ashuke. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nini nataka niongee hapa, nisikunani sana, nisikupoteze muda sana. Nataka nirudi, niachane na Elia, niachane na Nuhu, muda utoshi ningekupeleka kwa Ibrahimu. Hiyo nilikuwa nakupa mifano ya watu ambao kokote walikotoa, Mungu alipotaka kuanza habari mpya, safari mpya. Usilie sisi familia yetu Bwana, sisi nyumba yetu Bwana, sisi ukoo wetu Bwana, sisi na utalaumu sana. Kuna watu mbona wanao baba yake alikuwa si nani, waziri mkuu, mjomba wake naye si umesikia wizara gani, wewe utalaumu sana. Hujui sadaka wanazotoa, hujui madhabahu wanazoziendea. Nasema haya sio majira ya kulalamika. Nasema haya sio majira ya kulialia. Nasema haya sio majira ya kusema kwa nini mimi Bwana, mbona umeniacha? Ninaitangazia nafsi yangu na nakutangazia wewe. Haya ni majira. Mungu yuko tayari kufanya jambo. Mungu yuko tayari kugeuza. Mungu yuko tayari kuweka majira mapya, lakini anataka jambo moja: badilisha mfumo wa utoaji wako. Badilisha unavyowaza juu ya kumtolea Bwana. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Sasa naomba niguse, ngekupeleka hapa. Nataka nikimbie tafsiri, niguse vitu vichache, mambo machache sana, mambo machache mno. Kwa nini sasa unafikiri watu hawataki kuingia kwenye majira mapya? Nataka nijibu swali. Unafikiri watu hawataki kuingia kwenye majira mapya? Hamna anayetamani kuteseka, hamna anayetaka unyonge, hamna anayetaka uduni, hamna anayetaka kutembea na viwango vibaya, hamna anayetaka kudhalilishwa. Kwa nini sasa? Kwa nini tunafanya vibaya unapokuja kwenye eneo la kutoa?
Nataka nikupe muda mzuri wa kulia baadaye. Kama wa kuomba uombe baadaye. Kama unataka yani wa kujimimina kwa Bwana. Nataka nikupe huo muda mzuri. Mimi nimechoka. Nimechoka maisha ya kawaida. Usipoteze muda wako kwa sema watu wengine waliotangulia walio mbali. Shughulika na msingi. Shughulika na mambo ya msingi ya maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na leo nakupa jambo la msingi la maisha yako. Nataka ukumbuke, asanteni wanangu wa kwaya. Nataka mipaka itanuliwe. Ndio tunapozungumza msimu mpya. Msimu mpya umebeba mambo mengi kabla sijaje kwa nini. Acha niguse basi kidogo hapa kabla sijaje kwenye ile sehemu la kujibu swali langu. Msimu mpya umebeba mambo mengi sana. Nikutajie machache tafadhali. Msimu mpya umebeba kutanuliwa kwa mipaka yako, na ndio andiko letu la mwaka. Asante sana kwa yangu ya viwango. Msimu mpya umebeba kutanuliwa kwa mipaka. Mipaka inatanuliwa. Isaya 54 mstari wake wa kwanza, wa pili, wa tatu. Tumeona hapo. Mipaka inatanuliwa. Milango inafunguliwa mbele yako. Ndio unapozungumza msimu mpya. Mipaka sio kwa hapa. Mipaka yako inaanza kufunguliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini msimu mpya hauwezi kuwa msimu mpya kama historia yako haijageuzwa na Bwana aliye hai. Historia lazima ibadilishwe. Asante, praise yangu. Watoto wangu wanaimba wanasema, huyu Mungu ni wa ajabu. Amenitoa hapa, ameniweka. Lazima historia yako igeuzwe kwa utukufu wa Bwana aliye hai. Msimu mpya umebeba mgeuko wa historia ya maisha yako. Hauwezi ukasema msimu mpya haya ni majira mapya halafu uko vile vile na historia yako ya zamani. Msimu mpya una historia mpya. Unasema tazama nilikuwa mzee, tazama nilikuwa kijana. Hata yani anaongea kuna historia mpya imebadilika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuombea historia ibadilike. Unasema tazama nilikuwa nanyanyaswa, nilikuwa natukanwa, mimi nilikuwa nimekaa kwa nyumba za kupanga. Huu ni mwaka wangu wa 37, lakini baada ya kutembelewa na Bwana, jamani, haleluya, mwenzenu na ushuhuda, amenitendea. Msimu mpya una historia mpya. Unasema jamani, nilikuwa siwezi kuomba hata kwa masaa mawili, lakini amenibadilisha mwenzenu. Vilo vyangu vimepanda, viwango vyangu vya kawaida. Nikipiga magoti kuomba, asiponigusa, asiponishtua mtu, naweza kukata siku 4 nikiwa kwenye magoti. Nazungumza historia sio tu ya fedha, hata ya kiroho. Naambia nilikuwa nafunga ile moja ya Ijumaa, lakini sasa hivi haya ni majira mapya. Naweza kufunga hata 40, hata 70, hata 90, hata 150, wala bila kuelewa. Ninasikia la mwenzenu, maisha yamebadilika. Unaambia historia imebadilika. Sasa hivi naweza kusoma sura 25 kwa siku na ninakuhadithia kilichotokea. Mungu anasema nini? Hayo yanaitwa historia mpya kubadilishwa. Msimu mpya lazima ubebe historia mpya maisha yako. Wengine ni wanafunzi, anasema nilikuwa nasoma masaa 7 sielewi kitu, lakini sasa hivi yani nagusa na teleza. Yani nakwambia naweza nikasoma kitabu kikubwa namna hii penye peji 8300 alafu niulize swali kokote, sijui kilichotokea. Historia inabadilishwa. Aliyeitwa mjinga, aliyeitwa wa mwisho, aliyeitwa kilasa. Mwanangu anahubiri Pastor Jeff Ijumaa, anasema naye aliwahi kuwa wa mwisho, lakini leo sio wa mwisho tena. Anafanya degree yake ya 3. Alikuwa ndio mwanafunzi bora wa masters, alikuwa mwanafunzi bora wa research. Yuko hapa mwanangu na mchungaji wangu msaidizi, lakini aliwahi kuitwa mjinga. Kwenye familia yake baba anasema katika watoto waliozaa ovyo, watoto 0, huyu hapa Jafari. Leo anasema katika watoto wanaojivunia, ambao ndio tumaini Yesu ameniwekea, ambao ndio kicheko changu, kuna mtoto anaitwa Jafari. Yuko huko Mzumbe kwa jina la Yesu. Historia inabadilishwa. Kwa nini tunataka Mungu aingilie kati kwenye msimu mpya? Kwa nini nakusihi sana, badilisha kutoa kwako, badilisha unavyotoa, badilisha unavyompenda Bwana. Kuna historia hazitageuswa. Gideoni anajiita nilikuwa maskini, baada ya kugeuza madhabahu, kuangusha madhabahu, baada ya kutoa. Tunamsoma Gideoni akiwa ni mwamuzi. Historia imebadilika. Jamani, haleluya. Mwanzo mpya, msimu mpya lazima ukupe jina lenye neema, jina lenye heshima, jina la baraka. Hauwezi kuwa na msimu mpya una jina lile lile. Lazima waite kwa adabu. Lazima umheshimu Mungu wako. Jamani, haleluya.
Msimu mpya ulivyoingia kwa Penina, aliitwa tofauti. Aliitwa Mama Samueli. Hakuitwa ulipoingia kwa Hana, aliitwa Mama Samueli. Jamani, Bwana asifiwe. Unafikiri Penina alikuwa na mnanga tena? We tasa, we mwanamke, we mjaza choo, we hovyo. Hakuwa na mnanga tena. Alimuita kwa adabu Mama Sam, Mama Aposto, Mama mtumishi. Jina linabadilika tena kwa adabu. Walikuwa wanafanya vikao vya familia yao. Ukitokea msiba, iwe kuna sherehe, iwe kuna rambirambi, iwe kuna nini, hauambiwi chochote. Lakini Bwana akikutembelea, akakubadilishia, akakuingiza kwenye majira mapya, historia ikageuka. Anageuza na jina. Hata wapende, hata wasipende, hawatafanya kikao, lazima watakoeta. Kwa nini? Bwana anajua kukuheshimisha. Jamani, hale hale hale, haleluya kwa Bwana aliye hai. Msimu mpya. Naongea na sadaka. Unafikiri wale watu waliokuwa wanamtukana Nuhu, acha ujinga, acha kelele, ni vile wamekufa? Hata watoto wake baada ya kutoka kwenye safina walimuita baba yetu. Sio tu yani kwa adabu, mtumishi wa Mungu. Baba, kumbe uliokuwa unayasema ni kweli. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Jina linabadilika. Sio tu jina, msimu mpya unabeba kibali cha kiungu kwenye maisha yako. Kila unakoenda watakukaribisha. Unakoenda hata wasokujua watakwambia maneno haya. Hivi nimekuona wapi? Hivi ninafananisha. Hivi wewe tuliwe kukutana South Africa, tuliwe kukutana Marekani, umebaki unacheka. Huyu baba watu katekewa, anaumwa, kalogwa, ana vitu gani huyu? Mimi na Marekani, mimi na Uingereza, mara mwisho tulikuwa Dubai, si ndio? Ni wewe pacha wako, kaka yako. Mungu anakupa pa kuanzia. Jamani, haleluya. Yani unashuka hivi kwa daladala, mtumishi wa Mungu. Unapanda kwenye bodaboda, mtumishi wa Mungu, utambulisho wa kiungu. Unapanda hivi, mheshimiwa. Mimi hapa kile, wewe mheshimiwa nani? Nitieni. Kumbe mwanangu Idi kakaa hivi bwana. Nasema niko hapo sasa, nitieni mheshimiwa huyo, nina jambo naye. Anageuza. Kumbe Idi nawe mzee kiongozi. Majira yakifika, si nikamwambia mzee Idi, mimi niko naangana huyu mheshimiwa nani, mbona aingia ofisini? Kumbe ni Idi bwana Katuna yuko hivi. Si Mungu alikuwa ananionyesha utukufu na heshima ambayo iko mbele yake, sielewi. Jamani, Bwana asifiwe. Sielewi. Kasa mheshimiwa gani yani? Mbona aingia ofisini jamani? Ama aingia ofisini haraka haraka, nilikuwa nimetoka kuhubiri, nataka kuomba haraka haraka. Aje kama namalizana naye nipiga magoti niombe vizuri. Kumbe hizi sikia baba upo huko. Sikia baba upo huko. Kumbe Idi mwanangu. Utambulisho wa kiungu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama Esther hakupiga mpododo, hakupiga lipstick, hakupiga lipsheni, hakupiga lipshedo, aliingia kwa mfalme yeye na Yesu wake. Mfalme akasema, katika wanawake wote nipatieni Esther utambulisho. Sikiliza, kuna wakati tunajipatia shida sana. Jamani, samahani, najua mimi, najua wewe yani utambulisho wako ukijibeba utoshi. Lazima Yesu akubebe. Yesu anakubeba. Anatoka mheshimiwa sana. Afu baba yako mwambie hajanipigia simu siku nyingi. Mimi. Afu mwambie baba yako, unajua ni swaiba yangu wa moyoni sana baba yako. Anavyonifanyia sio vizuri. Hebu ingia na wewe sasa, kwani unapanga foleni hapo na barua yako ya kuomba kazi. Achana hizo CV, hebu tupa. Unataka nini? Mshahara unatamani shingapi? Uko pale unalia tu. Baba yangu mimi. Baba yangu mimi jamani, nimemwacha Kibaigwa. Baba yangu mimi darasa la 3. Baba yangu mimi. Kumbe baba yako Yesu hajakuona wewe, ameuona utambulisho wa Bwana aliye hai. Na mimi nakuombea kwenye majira mapya, Bwana akutambulishe kwenye masomo yako, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye kazi, kwenye ndoa, katika jina la Yesu aliye hai. Majira mapya yamebeba utambulisho wa kiungu, a divine favor. Hautapata muda wa kujitambulisha sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini majira mapya, nimalizie ya 4, yamebeba mustakabali wa baraka wa kizazi chako. Naomba nishie hapa. Yako mambo 7. Nataka niguse vitu vichache tu ambavyo ndio Mungu aliniambia nisisitize leo. Naongea nguvu ya sadaka na msimu mpya. Nguvu ya sadaka
na msimu mpya. Huenda kuna majira unayotuangalia ulitamani uingie kwenye maisha yako. Ni majira ya kuheshimiwa kazini, ni majira ya heshima kwenye ndoa, ni majira ya faida kwenye biashara, ni majira ya ufaulu kwenye masomo yako au ya watoto wako, ni majira ya kibali kwenye mahusiano yako, ni majira ya neema sana kwenye safari zako za mbali na karibu. Hayo majira hayo, kuna mambo lazima uyaangalie. Nimeacha habari ya kizazi, nataka niongee mambo makubwa manne. Nikiweza mawili au moja inatosha. Sitagombana na muda wangu kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, haleluya. Nataka niongee mambo machache. Unafikiri ni kwa nini? Hebu tusaidiane. Nani hataki utambulisho wa kiungu? Nani hataki majira mapya? Nani hataki jina jipya? Nani hataki mipaka yake kutanuliwa? Kwa nini? Kwa nini inapokuja swala la dhabihu watu wanatoa vibaya? Nataka niguse point hata moja, alafu nikupe nafasi ya kujitafakari. Sasa kuambia watu wote njooni mbele, mlio kwenye mtandao jaro anzeni kutubu. Kama una akili, ni kitu kibaya sana kwa ubiri kuambia watu piga magoti, anza kulia, tubu dhambi. Hajamaanisha natakiwa yeye aseme Baba nisamee. Usimlazimishe kusema nisamee. Yeye aseme namtaka Yesu. Yeye aseme naanza upya leo. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa naomba niongee mambo yanayozuia watu watoe vibaya. Sio kwamba hawataki. Nataka niongee mambo machache, nikiweza mawili tu au hata moja linanitosha. Alafu tuende kuomba sana kwa jina la Yesu. Kuomba sana kwa jina la Yesu. Tukaombe sana. Nisikilize mtoto wa Yesu. Unapotoa, jambo la kwanza ni vile watu wamesahau ya kwamba wanapotoa watoi kwa mtu, hawatoi kwa mchungaji, hawatoi kwa mzee wa kanisa. Unapotoa, hata kama hamna mtu atakayeona, kuna taji yako mbinguni. Kuna taji yako mbinguni. Mungu atakuheshimu, Mungu atakutunuku, Mungu atakuzawadia. Kuna taji yako mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna taji yako mbinguni. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3, napenda hilo andiko wakati natafakari. Anasema nakuja haraka sana. Na mimi nalihusia kanisa mwishoni mwa majira ya kuja kurudiwa tena, ya kuja kunyakuliwa kwetu. Tuko mwishoni mwa majira ya Bwana. Anasema naja upesi. Tazama naja upesi. Tazama naja upesi. Si ndio maandiko yanasema? Umefunua kitabu cha Ufunuo. Ukiwa kanisani fungua Biblia yako. Ukiwa kanisani soma Biblia yako. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wake wa 11. Anasema tazama naja upesi. Nimepatia. Ndio hivyo. Tazama naja upesi. Angalia mtu asije akatoa taji yako. Si ni sawa? Angalia mtu asije akatoa. Kumbe kuna mtu anaweza akachukua nafasi yako. Kuna mtu anaweza akachukua heshima yako. Kuna mtu anaweza akachukua hayo mamlaka. Taji sio taji. Taji inashindaniwa, si tunafahamu Ni kama kombe. Kombe la dunia liko moja, ila timu zinaingia sijui ya ngapi. Kwa zaburi, kwa tenzi. Biblia inasema sio mniitikie kwa kolasi. Sio siku yake leo. Sio siku yake. Mguse jirani yako, mwambie kuna taji. Mwambie toa ukijua kuna taji. Nasema toa ukijua kuna taji. Baba yako atakupa taji mbinguni. Tutazunguka kwenye kiti cha enzi hapo. Jamani, haleluya. Kuna taji tutapewa. Kuna taji tutafikwa. Wewe ukiimba hiyo nyimbo unaimbaje? Tukimaliza kazi. Kila kazi ina mshahara. Wewe una kazi gani unafanya? Kazi yako ya mdomo maneno tu. Tumetoa sana mwaka huu, tumetoa sana. Yaani nakwambiaje? Yaani maisha yetu ni kutoa tu sisi. Januari tulitomenewa Yaani tumetoa. Toa. Tazama na taji takayova. Kuna taji. Hakupi mchungaji, hakupi askofu, hakupi yoyote. Atakupa Yesu wako. Anakuambia mtumwa mema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, ulikuwa una vingi, ulikuwa unatoa, unanitolea kwangu. Haukuwa unalalamika, haukuwa unanungunika, haukuwa unatangaza. Akitoa uwaga na nyamaza kimya. Sio mtu ageuki NYTV, ageuki Miladi Hayo, ageuki TBC Alizio, ageuki ITV, ageuki BBC. Haongei kwa watu. Anayetoa akijua kuna taji. Na unasikia watu wao ni kimya kimya.
Sasa hivi tunataka kule kutanua na huku kuweka tiles. Haya, kesho tunaanza kupokea mwaka wa kwanza. Bado tunahitaji mamilioni. Haya, tarehe 30 tuna ibada yetu kubwa, mkutano wa siku moja. Na uandaa kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Jioni nakuwa hapo na waimbaji, wageni zaidi ya 40 tutakuwa nao. Haya, ukisikia tu hivyo sasa, Yesu wangu, haya sasa unaona mambo haya, Unaona mambo haya, wewe toa. Na mtu kama sasa, mchungaji budget shilingi ngapi? Hasa milioni 11 tu. Na weka wakaribisha wanachuo na ile milioni 11. Naambia samani, kimya. Nilikuwa nacheka kwa shuhuda. Najua tuko live, acha niseme ila nishushe kiwango. Mke wangu unakumbuka rafiki zetu walitutembelea kutufariji kutoka Dar es Salaam. Wakawa wanatufariji hapo. Tukaingiaje siku kwenye kipengele cha kutoa? Wakasema waliingia kutembelea kwenye ibada moja kanisani pamoja. Hapo sipataji. Wakati wameingia, mchungaji alikuwa na uhitaji kidogo wa milioni kadhaa. Naomba nizitaje kadhaa. Si nizitaje tu bwana, si mambo mema, tunamtukuza Bwana. Ilikuwa kama milioni 70. Mchungaji anasema, "Jamani naomba, nani ni baba yangu wa kiroho pia." Anasema, "Naomba jamani tupate milioni 70. Kuna kitu fulani turekebishe na vitu kama hivyo." Naomba basi tuanze jamani. Nani anatoa nini sasa? Akaenda kwa mshirika mmoja tu. "Samahani baba, nitatoa peke yangu, naomba tuendelee na ibada." Akakaa chini kabla watu wajaanza. Akakaa chini. Hawaongei hao. Wale wanatoa 7,300. Ona wanavyotunyanyasa. Yaani ile sadaka zetu, umeelewa Umeona suti ya mchungaji, umeona watoto wake shule, umeona gari anaoendesha. Sadaka zetu zile wewe. Mbona tunakoma wanaotoa? Ukiona hivi hauna taji mbinguni wala kwa mjomba wako. Wanaotoa wakitegemea taji, hawaongei ovyo. Kwani uliona yule mjane ana senti 2 anapiga kelele, "Yesu niangalie, Yesu natoa ndio nakufa leo. Yesu nikitoa hizi nakufa baba." Kimya akatoa kama nakufa na nife. Akaondoka zake mama wa watu. Kimya. Kwa kimya. Yesu ndio anaona. Wewe mama we, mjane umetoa, umewazidi hao. Usipige panda jamani, haleluya. Lakini namba 2, unapotoa, mtu ambaye anategemea taji, sio tu msimu mpya, anayetoka kutegemea taji, anunguniki, hararamiki, sio mtu wa kunungunika. Napoenda kumaliza, anunguniki mtu huyu. Unajua unaponungunika unaivuta hasira ya Bwana. Bora usitoe kuliko unatoa alafu unanungunika. Naongea nguvu ya sadaka na kuingia kwenye majira mapya. Na ndio maana watu wengi kwa Bwana wanatoa na maisha yao yako mabaya, kwa sababu wanatoa alafu wananungunika. Yaani mimi iko ndo hela yangu ningeenda kuwezeka. Yaani ile hela ningejua ningenunua kiwanja. Yaani ile hela ningelipia ada wanangu. Lakini nimeangalia nilivyofanya kwa Bwana. Angalia, unajua nimetoa ngapi wewe? Hujui tu. Inauma lakini hamna shida. Kwani unanungunika? Taji hautapata. Wanaotoa wakitegemewa na taji kwa baba yao mbinguni, waga wanunguniki. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Nikwambia ya 3, wanaotoa wakiwa wanategemea taji kwa Bwana wali hai. Hawa watu ni waajabu sana hawa watu ni waajabu. Yaani hawa hawasubiri kushukuriwa. Jamani naomba tu wote tusimame, tunamshukuru sana mheshimiwa yule pale. Tulikuwa tunahitaji milioni 32 katoa. Jamani, ukianza hizo habari anaweza kama na kanisa. Atabadilisha na kuja ibada. Alikuwa anakuja ya kwanza, atakuja ya 3. Hawapendi. Ukiona wewe umetoa 13 ni kubwa, tunaiheshimu. Mungu akubariki kwa 13 yako. Yaani mzee kiongozi, nimesikia majina ya watu waliotoa kwenye ile nambirambi ile faraja ya bibi Seba. Nimesikia jina langu sijalisikia. Kawekeni vizuri hiyo kumbukumbu yenu. Imeniuma sana ile. Kwa nini mimi? Wengine wote si wapo pale kwenye listi. Mama Tairo, wekeni listi yenu vizuri. Mama Nsindagi, naomba jina langu nilione. Mpaka ushukuriwe, mpaka tukunyenyekee. Maana wewe unapotaka sasa utufanye sisi wote watumwa, wote tu hatuna maana. Mpaka mchungaji ukiwa unaingia nasimamisha ibada. Jamani kanisa simameni. Mheshimiwa aliyojilipua milioni 73 ameingia. Jamani nyamazeni. Wanaotoaga hawajulikaniki. Anaenda kimya kwanza, anamtuma mwanae, kamwambia wakupe akaunti ya kanisa. Hao wanasubiri wakidisplay pale, ameichukua.
anapeleka kimemo kwa shemasi, tumeshatuma, asante. Sitaki kutajwa jina. Wewe sasa mpaka tunakiona cha moto. Hadi kwenye familia, na hiyo ni roho. Hadi kwenye familia kufanya kitu tunataka dunia nzima ijue. Hamjiona maharage? Kuna kimfuko kilo 1.5 hiyo. Mbona tunakoma? Nimeleta maharage ya kulisha familia. Umeleta sehemu gani? Kuna kimfuko cha blue, nimesema cha blue. Kilo 1, tunatafuta gunia store, hamna gunia. Kimfuko cha blue unatukomesha uko mzima. Unapiga simu, nimetoka kwa dada mkubwa, nimepeleka chakula cha kutosha. Maharage kilo 1.5. Sina maana na ikufuru, ni kubwa sana. Acha kuongea wewe. Acha kutaka kushukuru, utapishana na taji. Mungu anasema, ndio unafikiri kwa nini andiko anasema? Nakuja haraka, I'm coming very soon. Angalia mtu asitoe taji yako. Anayetoa kimya, anachukua taji yako bila wewe kujua. Jamani, Bwana atusaidie. Nataka niongee pointi yangu ya mwisho alafu tukaombe. Kwa nini kwa nini hawatoi? Yaani si kwamba wataki kuhama toka kwenye msimu waliopo, ila kuna ngoma. Nini kimetokea? Nini kinatokea? Watu wanatoa vibaya. Wanatoa kana kwamba wanatusimanga. Nini kinatokea? Unataka niseme? Point ya pili, nacha nifunge na vitu vyangu. Ni kusahau kule Mungu alikokutoa. Kakaangu Pasco na babangu, watu wanasahau. Wanataka misimu mipya na Mungu anawaingiza kwenye misimu mipya, halafu wamesahau. Gregory, unasahau Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8. Nataka nimalize hapa niombe. Nasikia kulia na kuomba na kupasuka. Wanini watu wanatoa, halafu hawaioni baraka, hawaoni msimu mpya, hawaoni heshima, hawaoni kutanuliwa mipaka, hawaoni jina, hawanaweza wakainuliwa, halafu wanatoa vibaya. Wanatoa kwa kunyanyasa, wananyanyasa wazee, wananyanyasa mchungaji. Wanasema nitakoja, nikijasikia nitatoa, nikijasikia muda wangu bado. Nataka nitangaze, umesahau wewe Yesu alipokuokota. Kumbukumbu 8:11 hadi 20, maandiko yanasema, usisahau mwanangu, una siku utakula, una siku utajenga, utabadilisha nguo, utakuwa na maji, utakuwa na heshima, utakuwa na jina, mambo yako yatanoga mno. Usije ukasema ni mkono wangu, ni nguvu zangu zimenipatia haya. Kanisa la Bwana, Mungu anaumia watoto wake anapowainua, anapowaingiza kwenye misemo mikubwa, anapowapa majina, anapowapa heshima. Wanasahau walikotoka. Mungu ananiambia, Gregory, umesahau mwanangu, haukuwa na viatu vya kuvaa, miguu yako ililiwa na funza. Umesahau Gregory, haukuwa na perfume, haukuwa na nguo. Mimi nakumbuka sikuwa na nguo ya kubadilisha, nilikuwa na nguo zangu za zambarau, waliniita Pastor Zamba. Ninakumbuka sikuwa na viatu vizuri, ninakumbuka niliwahi kuvaa viatu vya dada. Ninakumbuka, ninaelewa nikiwa maana ya kulala kukosa chakula. Ninaelewa watoto wa Bwana wameinuliwa, wana heshima, wanaendesha magari, wana nyumba zao, wana viwanja, wana mishahara, wana kazi, wamekuja chuo, wamepata degree, wamealikwa, wamepata heshima, wamesahau. Yesu ananiambia nikumbushe kanisa, mimi sijasahau, ndio maana nachelea. Kuna wengine Mungu alitaka awabariki sana, Mungu alitaka awainue sana, lakini akiangalia anaona moyo wako utamsahau. Wengine ulishamsahau mpaka tukubembeleze. Fanya jambo hili wakati unaona mazingira. Mungu ananiambia narudi mapema Gregory,
naweza kuja Gregory, wakumbushe kanisa wamenisahau baba yao nilikookota. Umesahau mwanamke, ulikuwa ukisuka hauonekani kama umesuka, ulikuwa ukitembea walikuwa wajui, unaenda mbele unarudi nyuma. Leo una shepu mwanangu, leo unavaa na vinavarika. Wewe kaka unakumbuka ulikuwa tumbo lako ni flat mbele na nyuma, leo unaka kitambi, leo una heshima, leo una nyumba ya kupanga, leo wanakuita bosi, simu yako ina hela, lakini umemwacha Yesu. Mambo ya kanisa yanaharibika, injili haihubiriwi tena, mambo yamekaa vibaya, mambo mengi kanisani. Wachungaji wamegeuka ombaomba, wazee wa kanisa wanakaa vikao vina majibu. Kuna watu wamekuwa miungu watu, hatuwezi kukugusa tena. Unatoa unapojisikia. Mungu ananiambia sijasahau, nataka kuwainua, nataka kuwabariki, lakini angalia wengine nimewapa kidogo, wamenisahau. Nisikilize kanisa, simama kwa miguu yako. Hayo ni majira ya kuomba. Mungu ananiambia nataka kuwatembelea kwa upya, nataka kusamehe tena, nataka kuwainua tena. Sijageuka. Mungu wetu si mwanadamu wala ana kigeugeu. Anataka kubariki tena, anataka kuinua viwango vya kiroho, akupandisha kiroho, akupandisha kiuchumi, akupandisha kijamii, akupandisha kila eneo, akupe akili kwenye masomo, akubariki watoto, akubariki fedha, akuinue sana, akupe amani, akushindie vita. Wako wapi wa Kristo ambao wanajua walikotolewa? Leo umesahau. Unaongea na Kiingereza, ukiongea habari ya fungu la 10 unasema haijaandikwa Agano Jipya. Hayo ni mambo ya Agano la Kale. Unasema nothing like that, unaweka na Kiingereza. Umesahau wapo ulipo. Mama yako alitoa, wewe ni matokeo ya sadaka na maisha ya watu wengine. Na iita makanisa ya Pentekoste, na waita wa Kristo waliobarikiwa, walioinuliwa, ambao wanamlilia Bwana. Baba usinipite, Baba tena jambo. Mungu anaangalia, mbona umeanza kunisahau? Hata sijakupa jina, umeanza kunisahau. Nimekuchagua tu mwaka wa kwanza, umeanza kunisahau. Nimekuingiza mwaka wa pili, umeanza kunisahau. Nimekupa ndoa, umeanza kunisahau. Nimekupa watoto, umeanza kunisahau. Eti nina mambo mengi, bajeti yangu ni kubwa, mambo yamezidi. Mungu ananiambia ningelifundisha pointi ya 3, Mhubiri 5:15. Andika inasema, ulikuja tumboni kwa mama yako, haukuwa na kitu mwanangu, haukuwa na nguo, haukuwa na kitenge, haukuwa na suti, haukuwa na gari, haukuwa na nyumba. Ndio vile utakavyorudi. Tengeneza leo. Haya majira mapya, Mungu anataka tumheshimu. Mungu anataka ubadilishe mfumo wa utoaji wako. Angalia unavyotoa sadaka za umisheni, sadaka za ibada. Angalia unavyotoa mpaka tukulazimishe. Angalia unavyosupport injili. Angalia sadaka yako ya ujenzi. Angalia nini kimekupata. Mungu ananiambia watu wangu, nikipata mmoja aliyeita kwa jina langu akageuka leo akanililia, akataka kuanza upya, nitamsamehe. Na uona mwanzo mpya wa Tanzania, na uona mwanzo mpya kwenye masomo yako, na uona mwanzo mpya kwenye biashara yako, na uona mwanzo mpya kwenye ndoa yako, na uona dirisha leo unavyompenda Bwana, unavyomtolea Bwana. Angalia leo, wako wapi wanaomba rehema? Wako wapi wanaomba mwanzo mpya? Baba kumbuka rehema. Baba kumbuka rehema. Tumechoka kuonewa, tumechoka mateso, tunatamani msimu mpya, tunatamani majira mapya. Angalia machozi ya huyu mwanamke kwenye ndoa yake, kwenye masomo ya wanawe, kwenye biashara yake, kwenye mahusiano ya wanawe. Baba imetosha. Angalia huduma zetu, tumetembea kwa unyonge. Baba imetosha. Leo
tunabadilisha tulivyotoa. Wengine tumelalamika, wengine tumeongea sana. Baba, kumbuka rehema. Rikarabataraba ya papa naiona neema. Roho rehema nashuka, roho rehema nashuka. Hata kama unaumwa utafongolewa. Wewe jiachilie kwa Bwana. Ripapa umechoka kuonewa, umechoka mateso, umechoka umaskini, umechoka maisha ya dhambi. Unataka majira mapya ya utukufu, ya utakatifu, ya heshima. Yakobo naomba likora manaka ya barabaraba ya barabaraba ya barabaraka. Ifanya vibaya nilijisa ya koriaba. Yes. Mzee